Nashukuru kwa kuitikia wito. Nadhani nimepata taarifa jana kwamba ningependa kuongea na wanahabari. Lengo kubwa ni kujaribu kuwapa taarifa wanayanga, wanachama, wapenzi na wadau wa jumla wa mpira kuhusiana na mustakabali wa klabu yetu, namna ambavyo tunataka iendeshwe na namna ambavyo tunataka tuisimamie. Ni miezi tu miwili more or less kutoka tumechaguliwa na tunaendelea na kazi mbalimbali ambazo itakao tuzifanyie kazi. Kwa hiyo nidhani ni muda mwafaka wanayanga wajue tunataka kuelekea wapi. Miezi miwili sio mingi, lakini miezi miwili ni muhimu kutoa taarifa tunataka tuende kwenye upande upi, tunataka tuende kwenye uelekeo upi. Kwa la kwanza kabisa nichukue fursa hii kuwashukuru kwanza wanayanga kwa imani kubwa ambayo walionyesha kwangu kuwa mwenyekiti wa klabu, lakini pili kwa ajili ya imani ambayo walionyesha kwa wajumbe wa kamati ya utendaji ambao walichaguliwa pamoja na mimi, lakini pia niwapongeza hata wale wajumbe watatu wa kuteuliwa ambao kamati ya utendaji iliwapitisha. Kwa hiyo sisi wote kama timu tunashukuru wanayanga, na mpaka sasa tunashukuru kwa ule ushirikiano ambao wametuonyesha. Ni kwamba kuongoza Yanga sio kazi rahisi, ni taasisi kubwa kwa sababu inagusa watu wengi, ina wapenzi wengi. Kwa hiyo ni jambo jema unapoona kwamba tumeanza miezi miwili kwa sasa, niseme tu tunaendelea vizuri, na niwashukuru na Yanga kwamba tumeendelea kupata ushirikiano ule wa kutosha. Sasa baada ya kusema hayo, ni kwamba tungependa kufanya yafuatayo. Sisi kama uongozi mpya ambao tumepewa dhamana hii na klabu, moja kubwa ambayo nataka tufanye la msingi ni kutenganisha majukumu ya kamati ya utendaji ambayo kitaasisi ni kama bodi ya ukurugenzi, na majukumu ya klabu kupitisha mipango ya mikakati kama ilivyopendekezwa na secretariat ambayo ni management yenye majukumu. Tunataka tujitahidi sana kamati ya utendaji ambayo ni kama bodi ya ukurugenzi isifanye majukumu ambayo yanafanya kazi na secretariat. Tunataka tuweke mipaka, kila mmoja afanye kazi kulingana na hadidu rejea za kwake. Tutasimamia hilo ili kuwa na masuala yale ya utawala bora. Lakini eneo la pili, tunataka kutenganisha maeneo yanayohusiana na usimamizi wa mpira wa miguu na usimamizi wa mali. Kwenye klabu hapa kuna vitu viwili vikubwa. Unasimamia vitu viwili vikubwa. Moja ni mpira wa miguu na maendeleo yake, lakini la pili usimamizi wa mali za klabu. Kwa tutajitahidi sana kwenye utawala wetu tuhakikisha kwamba mipaka hiyo inaeleweka. Kwanza, ile la kwanza ni swala la kamati ya utendaji ambayo ni kama bodi ya ukurugenzi ifanye kazi kwa weledi na isifanye kazi ya kamati ya utendaji. Tukiweka mipaka ile itakuwa ni kazi rahisi. Kila pili ni masuala ya kutenganisha usimamizi wa maendeleo ya mpira miguu na usimamizi wa mali za klabu. Tukifanya vile, nadhani tutakuwa tumeanza na mwendo au mwanzo ambao utakuwa umetusaidia. Sasa tunataka tutenganishe nasema ile ya kwanza, kutenganisha majukumu ya kamati ya utendaji na yale ya secretariat, katika kuhakikisha kwamba Yanga inaendeshwa kwa kufuata misingi ya utawala bora, yani corporate governance principles. Kuanzia sasa, kamati ya utendaji ya klabu ya Yanga kwa ujumla wake na kwa ujumbe mmoja mmoja hawatajihusisha kabisa na shughuli ambazo zinapaswa kufanya na management ya klabu. Tunataka tuwape autonomy wale ambao watapata nafasi hizo za kuwa kwenye sehemu ile ya secretariat ili kusiwe na mwingiliano. Na tukifanya vile ni kwamba secretariat atawajibika kwa bodi ya ukurugenzi au kamati ya utendaji. Lakini mkishaanza kuingiliana, mtu ajui mpaka mwenzake ni upi, ni matokeo yake mjumbe wa kamati ya utendaji au bodi ya ukurugenzi anafanya kazi ambazo zitakuwa zifanywe secretariat, na wakati mwingine mtu wa secretariat anakuja kufanya kazi za mjumbe wa kamati ya utendaji. Kwa hiyo hayo tutahakikisha kwamba tunayasimamia. Sasa katika kuyafanya hayo, kuna hatua ambazo, hatua ya kwanza ambayo tayari tumeshaanza kuchukua ni kutangaza nafasi za kazi. Nafikiri mliziona. Tulifanya vile makusudi, kila mtu alishangaa. Tulikuwa na wiki 3 tukaamua kutangaza zile kazi zote muhimu, zile 5. Tulifanya vile ili kuhakikisha kwamba klabu inapata misingi ya uendeshaji, tupate watu ambao wanastahiki
tupate general secretary au CEO, tupate wakurugenzi wa zile idara zote kwa weledi. Kwa hiyo mchakato leo unaendelea, na ina imani baada ya wiki moja mbili utakuwa very transparent. Baada ya wiki moja mbili nafasi zile tutaanza kupata wale ambao wanastahili kuwa kwenye zile nafasi za secretariat. Tutaanza kwanza na kazi ya CEO au GS, kwa sababu yeye ndio atakuwa mtendaji mkuu wa klabu. Sasa ni vyema yeye aajiriwe kwanza, alafu asaidie kupata wale wengine ambao watakaje wafanye kazi kule kwenye kurugenzi nyingine, kama kurugenzi ya fedha, kurugenzi ya sheria na kurugenzi hizo nyingine. Kwa hiyo hatua ya kwanza ilikuwa ni ile ya kutangaza zile nafasi. Tumepata maombi mengi, tutaangalia ikiwa una ulazima, kuna mtu kutoka nje kwa zile nafasi tutamchukua. Lakini kama kuna ulazima, kuna Watanzania ambao wana sifa, tutawapa wale kipaumbele. Sasa eneo la pili tutaka tulifanyie kazi, tutaka tujaribu hii kamati ya utendaji iwe inapata mafunzo rejea mara kwa mara. Kwa sababu sio kila mjumbe kamati ya utendaji au bodi ile ya kurugenzi tuna weledi sawa sawa kwenye masuala ya uendeshaji wa nini? Wa klabu. Kwa hiyo sisi kama uongozi tumeamua tutafanya mafunzo rejea mara kwa mara kwa bodi ya kurugenzi na muda mwingine ikibidi kwa watu wa secretariat. Lengo kubwa ni wote tu on the same page. Lengo kubwa ni watu wote tu change mindset. Kwa sababu ukija na mawazo ya kwako utakuwa kila siku tuelewa, lakini tukienda na utaratibu mmoja tukifanya capacity building, tuna imani kwamba hilo itakuwa limesaidia kwenda kwa pamoja. Sasa tunataka kutenganisha, kama nilivyosema, kutenganisha majukumu ya usimamizi wa mpira and football management na usimamizi wa rasilimali za klabu. Ndugu wanahabari na wanayanga wote, mnakubaliana na mimi kwamba mafanikio katika uendeshaji wa klabu ya michezo ya soka leo yanategemea sana namna ambavyo uongozi wa klabu unatengeneza program za usimamizi na uendeshaji wa mpira. Kwa sisi kama management mpya tutajitahidi sana kuhakikisha kwamba tuna proper management system ya football. Tutajitahidi kutumia. Mimi na imani watu wa namna hiyo kutusaidia wapo, kama sio ndani ya kamati ya utendaji basi nje ya kamati ya utendaji. Tutahakikisha kwamba tunakuwa na program mbalimbali za kuhakikisha kwamba mpira unaendeshwa katika ngazi ya klabu kwa stadi ambazo na weledi ambao tunataka tu utimizwe. Lakini jambo jingine la kuchukua ni masuala ya rasilimali za klabu. Ni jambo ambalo ukizunga kwenye kampeni, ukisoma zile message ambazo tunapata, wengi wanalalamikia matumizi mabaya ya rasilimali za nini? Za klabu. Sasa level kubwa ya kwanza ambayo inalalamikiwa ni matumizi mabaya ya nembo. Matumizi mabaya ya nembo ya klabu. Wakati nafanya kampeni nilikuwa na wenzangu wengi walikuwa wanasema sisi jezi za Yanga siku hizi tununui. Kwa sababu najua nanunua jezi ambayo anayefaidika na mtu sio nini? Sio klabu yangu. Sasa nadhani hilo lazima lisimamiwe. Kwa hiyo kwenye hili tunataka tujitahidi. La kwanza muhimu tunataka tufanye transparency kwenye rasilimali za klabu. Rasilimali ya klabu ni swala la mapato. Tutajitahidi sana mapato ya klabu yote yanayoingia kwenye klabu yao wazi. Ni kwamba transactions zote zitaenda kupitia kwenye account za nini? Za klabu. Na nadhani mmeona transparency ya kwanza tumeonyesha mfano michango yote ya wananchi kwa mwaka wa muda wa miezi 4-5 iliyofanyika mpaka siku ile kubwa kuliko tumeiweka wazi. Kwa lengo kubwa lilikuwa ni nini? Kwamba anayechanga aone ametambuliwa na anayechanga aone kwamba hela yake kweli imetambuliwa na iko kwenye mikono salama. Tunaamini tukifanya transparency ya kiasi kile watu wataendelea kuichangia klabu yao, lakini pia hata wadau binafsi ambao wana mapenzi na klabu wataamua kuendelea kutoa pesa kwa sababu wanajua kwamba sasa pesa ziko kwenye mikono salama. Kwa hiyo tutajitahidi sana kuhakikisha kwamba kuna kuwa na uwazi wa mapato na matumizi, na malipo yote yatafuata kanuni za fedha. Kwa hiyo ili kuendana na hilo, tuko kwenye mchakato wa kuandaa financial tuseme nini zile kanuni za matumizi ya fedha. Hali ilivyo sasa kwenye klabu, vitu kama vile havipo, na uweze kuendesha taasisi kubwa kama hii bila kuwa na kanuni za nini? Za fedha. Kwa sababu kanuni za fedha zitaelekeza taratibu za pesa kutoka, taratibu za pesa kuombwa, taratibu ya pesa kutumika. Kwa hiyo tunakamilisha utaratibu, tutakamilisha utaratibu wa
financial regulations, ili kila mtu ajue kwamba taratibu ziko namna gani. Kwa hiyo kwa maana hii ni kwamba hata wale ambao sasa hivi najua kuna madai mengi tumeyakuta. Kwa hiyo lazima tujaribu kufuata zile kanuni, tuone madai yepi yalikuwa ni halali, yepi sio halali, na taratibu zifuate. Shortcut haitakuwepo. Tutajitahidi sana tufate na tutengeneze kanuni za fedha, ambayo ina imani kwamba akija yule mkurugenzi wa fedha atakuta kanuni ziko tayari, na kama zitakuwa na mapungufu atapata nafasi na yeye kuziboresha. Lakini misingi ya kanuni za fedha ipo, lakini uboreshaji katika ngazi ya klabu na yenyewe tutaifanyia kazi, ili anayetoa pesa yake, unajua hata akija mdhamini, cha kwanza ataomba audited accounts. Sasa kama klabu haijawahi kufanya hesabu za kukaguliwa na auditor ambaye iko credible, huyo mdhamini hawezi kuja. Kwa hiyo tutajitahidi sana tuhakikisha kwamba kanuni za fedha zinafuatwa. Sasa mapato, kama nilivyosema, mapato yote ya klabu yatakwenda kwenye klabu na taratibu zote iko salama. Eneo la 4 nataka tulisimamie. Tuna maeneo mawili ya ukaguzi. Tutajitahidi kuwa na proper internal audit. Tunataka tumuengage internal auditor ambaye atakuwa ni credible, sio kumwokoteza kwa sababu akusaidie hesabu zikae sawa sawa. Hapana, ni afadhali aje internal auditor mzuri mwenye sifa, atatuambia makosa yetu ni yapi, ili tuende kwenye msaada ambao kwa hiyo kwenye mchakato wa kupata mkaguzi wa ndani ambayo iko credible, na tunasema tutampa hesabu zote ziwe wazi. Hatuna lengo la kuangalia nyuma kulifanyika, lakini lengo ni nyuma tulikosea wapi. Lakini nimeeleweka, ili tuanze kwenda kwenye mstari ambao unakubalika. Lakini pia tutaengage, kwa nilivyosema kwenye campaign, tutaengage external auditor ambayo iko credible. Hata mtegemea tu mkaguzi wa ndani bila kuwa na mkaguzi wa nje ambaye yuko credible. Kwa na hilo lenyewe tutalisimamia, na mimi na imani tukifanya vile tutaongeza imani na tutaongeza watu ambao wanataka kusaidia klabu kwa namna moja au nyingine. La mwisho ni kwamba haya yote ambayo tumeyasema, hatumlengi mtu, tunalenga taasisi, tunalenga klabu kujitegemea. Kwa hiyo niliona ni jambo jema kwamba watu wajue tutaka tuelekee wapi. Na la kwanza lile ilikuwa nasitizia accountability, kwa sababu klabu ya Yanga ni klabu ya wananchi. Watu wanatoa pesa yao, 1000 ile kwao ni muhimu, na michango mingi imekuja, na nitoe fursa hii kuambia michango haijaisha. Ninavyozungumza sasa, mkoa wa Mtwara juzi kama siku 3 wamezindua awamu ya pili ya kuchangia klabu ya Yanga, awamu ya pili ya kuongeza idadi ya wanachama na wapenzi kwenye mkoa wa Mtwara. Na sasa ninavyozungumza, timu yetu ya under 20 iko Mtwara, kuanzia walienda Alhamisi. Walienda juzi, leo wanaanza ziara wilaya zote kwa lengo la kuhamasisha nini? Uchangiaji, uingizaji wa wanachama wapya na uingizaji wa wapenzi. Sababu sisi tunaamini kwa kuwa timu ya wananchi, msingi wetu mkubwa na kusustain kuwepo kwa klabu na mambo mengine utategemeana sana na idadi ya wanachama na wapenzi ambao tunao. Kwa hiyo na wale wakichangisha, nataka wachangishe wakiamini kwamba pesa yao iko mikono salama na inatumika kwa shughuli ambazo zimekusudiwa. Na nitoe shukrani tu kwamba wale waliokuwa mtuahidi siku ile pale kwenye shughuli kubwa kulipo Diamond Jubilee, GSM pamoja na Rostam, nafurahi kuambia kwamba pesa zile walizoahidi wameanza kutupatia. Kwa hiyo hayakuwa maneno au jukwaa la kisiasa, kwamba pesa physically zimeingia, wameanza kutuletea pesa. Kuwa karibu na matukio ya burudani, udaku, michezo, maisha ya wasanii na mengineyo ya kufurahisha. Subscribe Kidani Stars kwenye YouTube channel.